katika vitu ambavyo huwa tunasahau sana na tunakosea sana ni kwamba Mungu siku zote hafanyi kitu kibubububu. Mungu huwa anafanya vitu vyake kwa maelekezo. Kwa Mungu ni Mungu wa maelekezo. Tunaenda pamoja? Na kwa sababu Mungu ni Mungu wa maelekezo, jifunze sana na utamani sana kuwa na usikivu na uelewa juu ya Mungu anachokusemesha wakati huo, kwa sababu majibu ya maombi yako au maswali yako yapo katika maelekezo Mungu anayoyaleta. Kwa mfano, wakati wana wa Israeli wamechoka kuishi maisha ya utumwa kule Misri, si mnaijua ile habari ya wana wa Israeli? Wangapi wanaifahamu? Nyosha mkono. Wakati wamechoka yale maisha, Mungu hakuwatoa tu kwa sababu ni Mungu wao, ila aliwatoa kwa sababu walisikia kile Mungu alichowaelekeza kufanya. Kipi? Mungu aliwaambia siku ya 14 kila nyumba mtachukua mwana kondoo wa mwaka mmoja, na yeye ambaye hana ataenda kwa jirani yake, ataomba apewe ile damu ya yule mnyama kwenye bakuli, na kila mtu atachukua sehemu ya nyama ya yule mnyama, na kila mtu atakata tawi la mti unaoitwa hisopo, alafu mtaingia ndani, mtafunga milango. Ikifika jioni, kila mtu atachukua yale matawi ya majani, alafu ataichovya ile damu kwenye bakuli, ataanza kunyunyiza kwenye miimo ya milango. Tunasema frame ya mlango ya upande wa kushoto na upande wa kulia, na ile frame ya juu zilikuwa sehemu 3. Si tu kumwaga ile damu, mahali pa kumwaga na eneo la kumwaga. Mungu alispecify kwamba hiyo damu itamwagwa hapa, itamwagwa hapa, itamwagwa na hapa. Na mkisha mwaga hiyo damu kwenye hiyo milango, asiwepo mtu wa kutoka nje, kila mtu atajifungia ndani. Na mkiwa ndani, hakikisheni mmevaa viatu vyenu, mmeandaa mabegi yenu, na ile nyama mtakuwa mnakula, sio mmekaa, mnakula kiwima wima mpaka pale mtakaposikia filimbi imelia ya kuwatangazia kuondoka. Kwa kutoka kwa wana wa Israeli utumwani kulitegemea sana kusikia kile Mungu alichotaka wasikie, kwa sababu ni mazingira hayo hayo unakaa na adui yako, na Mungu anataka akutoe katikati ya adui. Kwa kitakachokufanya wewe uchomolewe hapo ni kile ambacho wewe umesikia kutoka kwa Mungu. Hawa hawakusikia maelekezo yale, wale wa Misri. Kwa hiyo hata Waisraeli waliosikia, kama na wao wangepuuzia kutekeleza Mungu alichowaambia, na wao wangekufa. Bwana asifiwe. Ndio maana katika Isaya anasema utakaposikia na kutii utakula mema ya nchi. Mungu ni Mungu wa maelekezo. Kazi yako wewe ni kusikia na kutii. Ile Kumbukumbu la Torati anaonyesha kanuni na misingi ya Mungu kumbariki mtu. Anasema utakapoisikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii, Kumbukumbu la Torati 28, na kutunza yale maelekezo anayokupa, si tu kusikia, kuyatunza na kuyafanya, anasema ndipo mimi Mungu nitakutukuza. Na hapo anasema nitakubariki mjini, nitakubariki shambani, nitakubariki uingiapo, nitakubariki utokapo, nitabariki na kazi za mikono yako. Chanzo cha baraka za Mungu ni usikivu. Sasa wengi huwa tunadandia ule mstari, Mungu umesema utanibariki mjini. Baba, ninaenda kwenye biashara yangu, ninaomba unibariki. Niko mjini sasa, niko mjini, nibariki. Haviendi hivyo.
kanuni anasema utakaposikia. Kwa hiyo kule unapoenda, tamani kusikia neno maalum ambalo Mungu anakupa kwenye kazi yako. Hilo ndio litakupa majibu, si tu kwenda. Huwa kuna mstari fulani Mungu atakao kusemesha wewe binafsi juu ya hicho unachokifanya. Huo ndio utakutofautisha wewe na wauza nyanya wote. Hapo ndio utapata faida katika Kristo Yesu tunayemtegemea. Sasa anasema mimi ni Mungu nikufundisha ili kupata faida. Anakufundisha vipi? Kusikia. Bwana asifiwe. Okay. Neno letu kuu la huu mwezi ni Luka ile sura ya kwanza mstari wa 26 hadi wa 35. Somo la kichwa chetu Luka sura ile ya kwanza mstari wa 26 hadi wa 35. Somo la kichwa chetu lina kichwa kirefu, linasema sababu zitakazo kufanya upokee majibu yako toka kwa Bwana. Sababu zitakazo kufanya upokee majibu yako au majibu ya maombi yako au ahadi zako kutoka kwa Bwana, majira ya kujiliwa kwako au kwenye majira ya kujiliwa kwako. Sababu zitakazo kufanya upokee majibu ya maombi yako kwenye majira. Pointi yangu ipo kwenye majira ya kujiliwa kwako au kwenye muda wa kujiliwa kwako. Kwa tunaweza kusema kichwa chetu kikubwa kinahusu kujiliwa. Unaweza ukaandika kwa herufi kubwa kujiliwa. Kujiliwa ni nini? Ni neno la kiroho linalomaanisha wakati ambao Mungu anashuka au anakuletea. Ni neno la kiroho linalomaanisha wakati ambao Mungu anashuka au anakuletea neema ya wokovu au jambo jipya kwenye maisha yako. Ni neno la kiroho. Kujiliwa ni neno la kiroho linalomaanisha wakati ambao Mungu anashuka au anakuletea neema ya wokovu au jambo jipya katika maisha yako. Bwana asifiwe. Kwa hiyo unaposikia neno kujiliwa, maana yake ni Mungu anakuletea kitu, ni Mungu anakuletea majawabu, ni Mungu anakutembelea, ni Mungu anaingilia kati maswali na changamoto zilizokuwa zinakuzunguka. Sasa huyu Mungu namna anavyotenda, amejifunga utendaji wake kinyakati. Mungu huwa anafanya katika muda. Sasa hii shule ya muda nimekuwa natembea nayo kwenye maombi ambayo tumekuwa nayo, sintapita huko. Na katika vitu ambavyo ninatamani sana ujifunze kuwekeza, nikiwa chuo, kuna topiki moja tulijifunza kwenye masomo yetu ya utawala, lakini syllabus moja tuliyojifunza inahusu time management. Ni jinsi ya kuutawala muda na kuutumia katika shughuli zako zote. So muda ni wa kiroho pia. Bwana asifiwe. Walokole wengi tunapishana na Mungu wapi? Kumbuka tunamuomba mtu ambaye hana mwili,
Hatumuoni kwa macho, lakini yeye anatuona. Tunamwomba mtu ambaye anatusikia vizuri sana na yupo karibu vizuri sana, lakini shida sisi tunayemwomba hatumuoni, na anataka tumfahamu jinsi alivyo, pamoja na kwamba hana mwili. Bwana asifiwe. Jambo ninaotaka tulielewe ni hili: mwezi wa 6 kibibilia, sawa na kile kitabu cha Luka ile sura ya 1, maandiko yanasema ilikuwa mwezi wa 6, Mungu alimtuma malaika kwenda mpaka mji wa Galilaya, na ule mji uliitwa Bethlehemu, kwa mwanamwali mmoja bikira aliyeitwa Mariamu, aliyekuwa ni mchumba wa Yusufu. Biblia inaeleza habari ya yule bikira ambaye alikuwa ametembelewa. Akaingia kwake akasema, mstari wa 28, salamu uliyepewa neema, Bwana yuko pamoja nawe. 29, naye akafadhaika sana kwa ajili ya maneno yake, akawaza moyoni, salamu hii ni ya namna gani? Malaika akamwambia, usiogope Mariamu, kwa maana umepata neema kwa Mungu. Tazama, utachukua mimba na kuzaa mtoto mwanaume, na jina lake utamwita Yesu. Huyo atakuwa mkuu, ataitwa mwana wa Aliye Juu, na Bwana Mungu atampa kiti cha enzi cha Daudi baba yake. Mstari wa 34, Mariamu akamwambia malaika, litakuwaje neno hili, maana sijui mume? Malaika akajibu akamwambia, maneno haya, sema, Roho Mtakatifu, kwa sauti, Roho Mtakatifu atakujilia juu yako, na nguvu zake Aliye Juu zitakufunika kama kivuli. Kwa sababu hiyo, hicho kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu, mwana wa Mungu. Roho wa Mungu atakujilia juu yako. Ilikuwa ni mwezi wa 6, Roho Mtakatifu alimjilia Mariamu. Mariamu wa leo ni mimi na wewe, na mwezi wa 6 tunauishi mimi na wewe leo. Leo ni mwezi wa ngapi kanisa? Kama umeingia mwezi wa 6, hebu ungepiga makofi kwa Bwana, kwa sababu hii ndio habari iliyobebwa mwezi wa 6. Na ninataka ujifunze kitu hiki. Mimi binafsi ninaliamini neno la Mungu 120%, zaidi ya 100, yaani 120, sio 100 tu. Sina tashwishwi, na nimemuona sana huyu Mungu ninayemwamini katika neno lake, ya kwamba ni mwaminifu juu ya kile alichoandika. Ni mwaminifu. Na wewe nataka ujifunze sana kuwekeza imani katika neno. Biblia inasema kila neno lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa fundisho. Neno hilo lipi? Mwezi wa 6 Mungu alimtuma malaika kwa mchungaji Samueli Joshua Sanga. Mwezi wa 6 Mungu alimtuma malaika kwa mwanamwali bikira ambaye anaitwa Dorcas. Unajua bikira maana yake kila aliye mtakatifu ni bikira. Na nielewa, kila aliyeokoka akaishi katika usafi wa Kristo, huyo ni bikira safi. Kwa hiyo una sifa hizo kama unaishi kwenye hali hiyo. Lakini leo nataka tuangalie sababu ambazo zinaweza kupelekea wewe, muda umefika wa Mungu kuleta, alafu wewe usielewe na wewe ukakosa kudaka kile ambacho Mungu amekikusudia kwenye maisha yako. Jambo moja unayotakiwa kulijua, kwamba Mungu unayemuomba si mtu hata aseme uongo. Hilo lazima uamini hivyo. Jambo la pili, si mwanadamu hata ajute. Lakini la tatu unayotakiwa kuelewa, katika vitu ambavyo Mungu anaviheshimu ni juu ya neno lake. Katika vitu ambavyo Mungu anaviheshimu ni juu ya neno lake.
Biblia inaeleza mahali pengine kwenye ile Isaya 55, anasema maneno yangu hayatarudi bure, lazima yatatimiliza kile ambacho mimi Mungu nimelituma hilo neno. Kama mvua inavyoshuka haiachi kuotesha hata majani, hata kama hujapanda itaotesha tu majani, ndivyo neno la Mungu halitarudi bure. Lakini anaongea katika ile Mithali 30 mstari wa 5, anasema neno langu limehakikiwa, yani lina TBS ya mbinguni. Neno la Mungu limehakikiwa. Alafu anaongea kwenye ile Yeremia 1:12, anasema ninaliangalia neno langu ili nipate kulitimiliza. Ninaliangalia neno langu lipi? Mwezi wa 6. Laiti wewe ambaye unasikia hii habari ukiamua kuibeba, yani mwezi huu ikawa ndio kama wimbo pambio lako, nataka nikwambie huu mwezi hautapita bila kubadilika jambo kwenye maisha yako. Ungepiga makofi kama unavyonielewa. Yani achana na ile namna ambayo shetani kakufunika blanketi. Jenga imani kwenye hili neno, alafu ujione kama Mungu amenipa mimi kuona mwezi wa 6 wa mwaka huu, na ndani ya huu mwezi wa 6 Mungu ameahidi kunijilia, lazima nikae mkao wa kukutana na kile Mungu anachoniletea. Bwana asifiwe. Haleluya, 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 haleluya. Okay, kuna pointi, andika hii. Kwa kawaida majira ya kujiliwa huwa yanahitaji maandalizi. Majira ya kujiliwa huwa yanahitaji maandalizi, na hayo maandalizi nimeyaweka kwenye makundi mawili makubwa, ila ndani yake yana terms. Aina ya kwanza ya maandalizi ni maandalizi ya kiroho ambayo tutafundishana. Aina ya pili ya maandalizi ni maandalizi ya kimwili. Ili uweze kupokea kile ambacho Mungu amekikusudia kwako, ni lazima kuwe na maandalizi ya namna hiyo. Mahali pengine ile Mithali 16 mstari wa 1 anasema maandalio ya moyo ni ya mwanadamu, bali jawabu la ulimi linatoka kwa Bwana. Kwa hiyo kuna kitu kinachoitwa maandalizi. Yaani Mungu anaweza akaja na majibu yako na mzigo wako na uponyaji wako na muujiza wako, kama hakuna maandalio ambayo wewe umefanya, huwa anageuka. Na wengi hatujui hiyo kitu. Tunajua ukiomba basi umemaliza, lakini Biblia inasema kuna maandalio ya mwanadamu ili uweze kupokea jawabu linalotoka kwenye kinywa cha Bwana. Bwana asifiwe. Sasa maandalio hayo kwako yamegawanyika makundi mawili. Kuna maandalio ya kiroho na maandalio ya kimwili. Angalau mwezi huu nitatembea na wewe hivi vitu ili uweze kuvielewa. Ni maeneo gani ambayo ya kiroho yanatakiwa yaandaliwe, uyaandae, na maeneo gani ya kimwili unatakiwa uyaandae, ili sasa Mungu anapokuja na kuleta mjumbe kusiwe na sababu upokee mzigo. Bwana asifiwe. Haleluya, haleluya. Ninaeleweka hichi ninachoongea? Hebu sema kuna maandalio. Rudia tena, kuna maandalizi. Vizuri. Kumbukumbu la Torati 23:14 anaonyesha maandalizi yanapokosekana huwa Mungu anageuka. Ashukuriwe Mungu ambaye baadhi ya watu walio makini hapa, ambao tumaini lao ni Yesu, nakwambia watatoboza. Yaani kila atakayenisikia kwa makini kwenye hii shule atatoboa. Atatoboa. Ashukuriwe Mungu, nimeanza kuona namna ambavyo ananisemesha hata kwa njia ya ndoto. Na nimekuwa ninamuuliza maswali tangu nimeingia huu mwezi. Lakini unatakiwa kufahamu haya ni majira ya kujiliwa.
kwa sababu yameandikwa. Yaani wewe ukiulizwa wapi, unamuonyesha mtu mstari, imeandikwa mwezi wa 6 Mungu alimjia Mariamu. Wewe ndio Mariamu, unamwambia neno la Mungu ni jana, leo na hata milele. Hatusomi kitabu cha historia wala hadithi. Si unajua Mungu wetu hana hadithi. Sisi tuna kweli. Hatuna nini? Hatuna simulizi. Tuna kweli. Na yeye kwenye hiyo kweli, yeye ni jana. Maanake yeye alikuwepo wakati ule. Yeye anatenda leo na hata baadaye yeye atatenda. Kwa hajabadilika. Madamu umejenga imani katika neno kwamba ninaishi mwezi wa 6 na mimi ndio Mariamu wa leo. Sikubali nipitwe na gari la mshahara. Narudia, kuna kitu Mungu anaenda kukifanya. Kuna maombi fulani nilikuwa nafanya na mtu miezi kama 2-3 nyuma. Alafu Roho Mtakatifu akanisemesha kitu ambacho wakati ule sikuelewa. Akaniambia, mwambie huyo mtu ambaye unamuombea, mwezi wa 6 ninaenda kutimiza yote mliokuwa mnayaomba. Na mimi sikuuliza kwa nini mwezi wa 6, nikabaki kimya. Lakini tulipoingia mwezi wa 6 nikajua, ngoja nikwambie, huwezi kupanda msimu ambao sio wa kupanda. Huwezi. Kwa nikajua mwezi wa 6 ni mwezi wa kujiliwa. Maanake ni Mungu kukuletea kile ambacho ulikuwa unakiomba. Na kama mwezi huu ndio mlango wa Mungu kukuletea mahitaji yako, jambo moja kubwa unaotakiwa kulijua ni haya maandalizi, haya maandalio. Kumbukumbu inasemaje aliyeipata? Amen. 23 mstari wa 14. Kwa kuwa Bwana Mungu wako, kwa kuwa Bwana Mungu wako anakutembelea kwenye kituo ili akuokoe na kuwatoa adui zako mbele yako. Kwa hiyo na kiwe kitakatifu kituo chako, asije akaona kitu kwako kisichokuwa safi akageuka na kukuacha. Nafikiri kuna kitu mmeona. Biblia inasema Mungu huwa anakuja kututembelea. Kituo ni nini? Kituo cha kwanza ni moyo wako. So, huwezi ukasema kituo ambacho utakutana na Mungu ni Mbezi kwa Magufuli. Hivi ni vituo vyetu vya duniani vya kawaida. Kituo Ubungo Plaza. Kituo cha kwanza cha Mungu na mtu ni moyo wako. Ndio maana anasema maandalio ya moyo ni ya mwanadamu, bali jawabu la ulimi. Hilo jawabu linakuja wapi? Linakuja kwenye eneo linaloitwa moyo wako. Kwa anasema anapokuja, cha kwanza, maandalio ya kwanza anahitaji akute usafi kwenye moyo. Sasa nitakufundisha tu kwa namna nyepesi sana. Bwana asifiwe. Sababu pointi nataka niunganishe vitu ili kuna sehemu nikulete. Muda wa kujiliwa unapofika, shetani anajua, kwa sababu na yeye anasoma Biblia. Si mnajua alimwambia Yesu imeandikwa? Hakumwambia imeandikwa kitu ambacho hakijaandikwa. Alimwambia imeandikwa, ukijitupa hautajikwaa, atakuagizia malaika. Ni kweli imeandikwa kwenye Zaburi ya 91. Na Yesu akamwambia imeandikwa, usimjaribu Bwana Mungu wako. Shetani aliposema imeandikwa, maana yake na yeye alinukuu neno. Kwa lugha nyingine, na yeye huwa anasoma neno la Mungu. Kama anasoma neno la Mungu, na yeye anajua mwezi wa 6 una nini kwa ajili yako. Shida labda wewe hujui. Asa angalia, huyu adui mpinzani anajua mwezi wa 6 ni mtu wa kupokea majibu kutoka kwa Mungu wake. Kwa hiyo hawezi kuacha mazingira ya wewe upokee kirahisi. Hawezi. Atakachofanya, atatengeneza mazingira ambayo huyo Mungu huwezi kukutana naye kwenye hicho kituo. Kwa namna gani? Moja,
anaweza akainua visa, ili mradi moyoni mwako ubebe uchungu na hasira. Kama umenielewa, piga makofi. Ndio maana chochote kinachotokea ndani ya mwezi huu kisikusumbue. Jua hiki kinakuja kuchafua kituo, hichi kinakuja kuchafua kituo. Wangapi wameelewa? Sasa wewe ujue ananionea, wananisingizia, atanitambua mshenzi kabisa huyu. Hicho kituo umeshakichafua. Wakija kukuletea mzigo, wakiona pana nzi, hao wanasepa. Ashukuriwe Mungu ambaye ametupa kujua maandalio ya jinsi hii. Halo. Kwa tarajia makwazo mengi sana. So maandiko yanasema makwazo hayana budi kuja, lakini ole ayasababishaye. Yapo, lakini ole yule anayeyaleta. Kwa isikusumbue. Wewe unachotakiwa kujua tu, hapa wanakuja kuchafua kituo ili nisikutane na pakeji yangu. Wangapi wamenielewa? Chunga sana manunguniko, malalamiko, yana najisi utu wa ndani. Chunga sana masikio yako juu ya maneno unayosikia. So Biblia inasema habari mbaya huharibu utu wa ndani. Chunga sana. Mtu anayekuja kwako, kuwa naye makini anapoongea, anaongea nini? Kwa sababu shetani anajua, kwa hiyo atawatumia hao. Moyo wa mtu unaweza ukachafuliwa kwa maneno unayosikia. Unaweza ukasafishwa kwa maneno unayosikia. Mwingine utaona anakuja, anaongea vizuri, lakini nyuma ya yale maneno kuna roho ipi? So kila neno huwa linabeba roho nyuma yake. Wakati Eva anamsikia nyoka anaongea, yale maneno nyuma yalikuwa ni silaha ya maangamizi. Yeye aliona ni maneno tu. Kwa kuwa makini sana. Yeyote anayekuja, hebu weka mkono wako wa kulia hapa kwenye sehemu ya upande wa kushoto. Sema, Roho Mtakatifu, naomba hii kengele ya ndani, kila ambaye anakuja tofauti ianze kupiga kelele. Sema tena, Roho Mtakatifu, nisaidie hii alamu ya ndani, kengele ya ndani ianze kupiga kelele juu ya yule anayekuja kama si wa Bwana. Amen. Kitakachotokea ukishaomba hivi, akianza kuongea utakuta unakosa amani. Inuka. Usiseme ngoja nimlizishe huyu shosti. Inuka. Sepa. Pigie Bwana makofi. Ndio maana nimekwambia naongea nawe lugha nyepesi tu. Kwa sababu tunapishana na vitu vingi. Lakini kingine, linda kinywa chako. Linda kinywa. Daudi katika Zaburi anasema nitaweka lijamu, nitaweka mgojezi kwenye kinywa. Jifunze kulinda kinywa. Kwa sababu kuna aina ya vitu vitakuja na wewe utasapoti. Umenielewa? Yaani safari hii kama utaweza, usiseme nimekufundisha. Kama utaweza kuto kupiga mswaki mdomo ukanuka ili usiongee, ni heri kwako. So, utaogopa kuongea mdomo ile harufu, lakini utapona mwanangu. Mama yangu ananiambia, mwanangu usiwe na maneno mengi, bumba maji mdomoni. Unajua ukibumba maji ukiongea unapaliwa. Kwa badala ya kuongea utakoa. Itakuwa nafuu. Haleluya. Haleluya. Kwa sababu maneno yanaweza kuwa, yanaweza kujenga,
yanaweza kudhoofisha, yanaweza kuinua ndani. Linda moyo wako kuliko vitu vyote uvilindavyo katika hichi kipindi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Okay. Nataka nikuonyeshe mfano huu, namna ambavyo tunaweza kupishana na Mungu muda wa kujiriwa. Naomba watu watatu hapa. Namwomba binti moja, alafu vijana wa kiume wawili, alafu mmoja anifungulie kitabu cha Waamuzi ile sura ya 13. Kisoma kuanzia mstari wa 2, tutaenda nao hadi ule wa 9 hadi wa 10. Nahitaji na binti moja hapo. Nahitaji na kijana mwingine. Biblia inasema kulikuwa na mtu anaitwa Manoa. Hebu kila mtu sema Manoa. Manoa alikuwa na mke wake, lakini walikuwa wana changamoto moja kwenye ndoa yao ya utasa, kuto kupata mtoto. Hiyo Waamuzi 13. Na Biblia inasema walimuomba Mungu siku zote. Mungu akasikia maombi yao. Na Mungu aliposikia, Mungu akawajia, labda niseme Mungu akawaijia, yaani Mungu akawajilia ili kuwaletea kile walichokuwa wanakiomba kutoka kwake. Na hawa watu Biblia inaonyesha walikuwa shambani, maana yake kazi yao ilikuwa wakulima, kwa walikuwa ofisini kwao. Lakini katika kulima, huyu mwingine inaonekana ukisoma hiyo habari, aidha alikuwa pale, huyu mwingine alikuwa hapa. Na Biblia inasema malaika wa Mungu akaja kuwaletea majibu. Alipokuja kuwaletea majibu, akamkuta mwanamke. Hapa nitakufundisha kitu. Kuna pointi moja nimeandika hivi. Kuna pointi hii nimeandika haya maneno mazuri sana. Nimeandika hivi. Kuna meeting point ya kiroho, eneo la kukutanishwa na Mungu, eneo la kukutanishwa na majibu yako. Kuna eneo ndani ya moyo wako. Sasa moyo ni kituo. Kuna eneo lipo ndani yako ambapo Mungu akija huwa anataka hakukute umekaa kwenye hilo eneo, sio nje. Nimeongelea ndani, naongelea maandalio ya kiroho. Haya yanategemea imani katika neno. Na nitakufundisha hichi kitu. Sasa hawa wawili, nyie wawili, wewe ndio bwana Manoa. Mfano, huyu ndio mke wako, huyu ndio malaika wa Bwana, nenda kule, mjumbe wa Bwana. Sasa mke wa Manoa, lima basi, sijui unapanda, onyesha basi mfano, unapanda unalima. Wewe hujui kulima? Na wewe Manoa, basi palilia na wewe, hata kama kuna shughuli inaenda. Unajua mmejaliwa kuelewa kwa mifano. Biblia inasema huyu malaika akaja, njoo mjumbe, njoo. Huyu malaika amekuja. Kumbuka waombaji ni hao wawili, lakini akaja hapa. Anamwambia, wewe ni tasa, na Mungu amesikia maombi yako, na mimi nimekuja kuleta majibu ya maombi yako. Sikia, utachukua mimba, utazaa mtoto wa kiume. Huyo mtoto atakuwa ni mnadhiri wa Mungu tangu tumboni. Hakikisha usinywe kilevi chochote wala aina fulani ya vyakula, na huyu mtoto akizaliwa, wala wembe usipite kichwani pake. Mtunze huyo mtoto, zingatia maneno hayo. Huyu malaika akamaliza, akaondoka. Mstari wa 5, mwanamke anamwendea mme wake, mme wangu, mzee Manoa, amekuja mjumbe wa Mungu, anafanana na malaika, ameniambia maneno haya. Amesema mimi ni tasa, lakini nitazaa,
na ameniambia hivi, huyo mtoto nitakayemzaa ataitwa Samson, na huyo mtoto atakuwa ni mnadhiri tangu tumboni, wala tusimkate nywele, wala pombe nisinywe, wala kingine nisikifanye. Manoa akasema, lakini tuliomba wawili, mbona amekuja kwako tu? Na mimi nina maswali, kwani ulimuuliza anaitwa nani? Biblia inasema huyu mwanamke hakumuuliza unatoka wapi wala unaitwa nani. Si mnajua wamama wakitamani tarajio lao, amepata jibu, aulize wewe unatoka wapi ya nini? Wewe unaitwa nani yani? Mimi hayo sikutaka, mimi ninachojua tu kile tulichoomba ndio ameniambia. Manoa akasema okay, lakini mimi nina maswali yangu, nataka nichue. Soma mstari wa 8. Soma mstari wa 8. Ndipo huyo Manoa akamwomba Bwana akisema, Bwana. Bwana. Inua mikono sasa Manoa. Wewe Manoa, huyu ndio muombaji. Na kuomba yule mtu wa Mungu, uliyemtuma na aje kwetu mara ya pili. Uliyemtuma na aje kwetu. Kumbuka, sio aje kwangu, aje kwetu. Maana yake hii ni sentensi ya uwili, walikuwa wanaomba pamoja. Na aje kwetu mara ya pili. Neno mara ya pili maana yake alikuja mara ya kwanza akapishana na gari la mshahara. Naenda pamoja. Kwa hiyo aje kwetu mara ya pili. Atufundishe hayo yatupasayo kumfanyia huyo mtoto. Atufundishe hayo yatupasayo kumfanyia huyo mtoto atakayezaliwa. Mungu akasikiza. Mstari wa 9. Twende. Mungu akasikiza sauti ya Manoa. Mungu akasikiliza sauti ya Manoa. Angalieni, nimemshika Manoa, sio mke wake, Manoa. Kwa aliyeomba saizi ni nani? Manoa. Na Biblia inasema kila aombaye upewa. Lakini pointi, ameomba huyu. Angalia kinachoendelea. Naye malaika wa Mungu akamwendea yule mwanamke tena. Njoo malaika tena. Aliomba ni huyu, malaika anakuja kwa huyu. Safari hii hajaomba huyu. Huyu tayari ameshapokea. Aliyeinua sauti ya kuomba ni Manoa. Na Biblia inasema Mungu akasikia maombi ya Manoa. Kwa hiyo wewe ndio Manoa wa leo. Na Mungu aliposikia, Mungu akaleta majibu, kamjilia, lakini kaja kwa huyu. Sio kwa sababu hawa sio wawili, ni mwili mmoja. Kuna kitu hapa kimemesa. Hicho ndio nataka nikufundishe. Kuna kitu huyu wa kukielewa. Unapoomba ufanye nini ili huyu hakufikie. Pigie Bwana makofi. Haleluya. Naamini hatutacheza hii ngoma. Sasa fikiri wewe, heri hawa walikuwa wana imani ya kumwamini Mungu mmoja. Sasa fikiri wewe, mume wako hajaokoka, hata vya maombi haelewi, majibu sasa yatapitia wapi? Heri huyu ambaye angalau lilipokuja. Endelea ule mstari unaofuata. Naye malaika wa Mungu akamwendea yule mwanamke tena. Alipokuwa anaketi shambani. Alipokuwa anafanya kazi shambani. Lakini mumewe Manoa hakuwa pamoja na huyu mwanamke. Basi huyo mwanamke akaenda haraka. Akapiga mbio na kumwambia mumewe. Akapiga mbio. Sasa wewe simama pale basi. Haya muende. Akisema, tazama huyo mtu amenitokea. Tazama yule mtu aliyekuja mara ya kwanza amenitokea. Huyo aliyenijilia siku ile. Basi Manoa akainuka. Akamwandama mkewe. Wakaambatana na mkewe. Njoeni sasa kwa huyu aliyewajilia. Hapa. Na kumfikiria mtu huyo. Wakamfikia mtu huyu. Akamuuliza. Manoa sasa anamuuliza, je, wewe ndiye mtu yule aliyenena na huyu mwanamke? Je, wewe ndio mtu yule ulioongea na huyu mwanamke? Akasema naam. Naam. Itikia kimalaika Bwana. Mbona
hakuitikia kimalaika. Malaika bwana waongei naam. Naam. Akasema, naam, ni mimi. Naam, ni mimi. Manoa akasema, basi sasa hayo maneno yako yatakapotimia, je, huyo mtoto atakuwa... Angalia maswali aliyokuwa nayo Manoa. Huyo mtoto atakuwa wa namna gani? Na kazi yake itakuwa ni nini? Huyu na yeye alikuwa na maswali ambayo ni very logic, ya msingi mno. Huyu mama kafurahi tu kupata mtoto, lakini si kujua huyu mtoto kazi yake itakuwa nini. Ndivyo wamama wengi mnazaa tu, alafu baadaye mnatuhangaisha, mtumishi, omba huyu mwanangu simuelewi. Hii Mungu anataka uulize tangu mimba, kwamba hii ngoma nimeibeba, huyu ni mtu wa namna gani na kazi yake ni nini? Unajua itakusaidia nini? Itakusaidia kukiatamia kile ambacho Mungu amekiweka. So huwa kuna vita inaanzaga kupigwa kuanzia tumboni. Kama kuna kitu kikubwa mtoto amebeba tumboni, vita yake itakuwa kubwa kuanzia tumboni. Nimejuaje? Yeremia 1:5, Mungu anasema kabla mimba haijatungwa nalikujua, na ulipokuwa tumboni nalikutakasa. Maana yake nilikutenga. Kwa nini nilikutenga? Kwa sababu nimekuandaa kwa kusudi maalum la kuwa nabii wa mataifa. Kwa hiyo kama Mungu asingemtenga, Mungu alijua kuna vita ambayo itaanza kuanzia huyu yuko tumboni. Okay. Mwaka mmoja, ilikuwa 2014, tukiwa tuna huduma ndio tumeanza, tuko Kimara Glory Hostel. Alikuja mama mmoja. Yule mama ninamfahamu, kuna mahali niliwahi kumuona kwenye huduma fulani. Yule mama akaja akaniambia, usiku wa juzi nimeelekezwa nije kwako, utanisaidia kunifundisha huduma. Nikamuuliza, umemwaga mchungaji wako? Nipe simu. Nikampigia simu yule mchungaji, nikamwambia kuna mshirika wako fulani. Akaniambia ni kweli, alinipa taarifa. Na mimi nikamwambia Sanga hana shida, twende. Nikamuona ana nidhamu. Nikamwambia mama, unataka nini? Akasema natamani sana nijifunze juu ya huduma ya deliverance. Kwa nimekuja unifundishe. Ila ninahisi nina shida, lakini sielewi shida yangu ni nini. Nikamwambia okay, ngoja tuanze kuomba. Wakati ninaomba, nimemshika yule mama mikono. Ghafla macho yangu yakafunguliwa. Nikamuona yule mama ana mng'ao, utukufu wa Mungu. Amevaa mavazi meupe. Lakini nikamuona yule mama kinywa chake, kuna maneno anaongea, alafu anaongea vile vitu vinatokea. Anasema na kiwe hivi kinaumbika. Yaani mimi mwenyewe nikaanza kutabasamu. Nikasema, huyu ni nani? Alafu ndani nikasikia, huyu ni nabii mke. Kilichonishtua, dakika ile ile ikabadilika ile picha. Nikamuona yule mama amevaa kaniki. Alafu huku kashika kibuyu, huku kashika mkia wa nini sijui. Halafu nyimbo sizielewi, lakini baadaye nilikuja kugundua kwamba ni zile nyimbo za Kinyamwezi za majioka. Huyu mama anafanya kabisa. Alafu nikatoa mkono nikashtuka, nikaona hiki kibweka gani nakiona. Nikamwambia Roho Mtakatifu nini? Ananiambia hichi unachokiona kemea. Nikaanza kukemea moto. Nikakuta kaanguka. Hatutoki. Huyu ni kiti wetu. Kiti. Wangapi mmewahi kusikia hizo lugha? Kiti. Nikamwambia kiti kivipi? Mapepo yakasema tangu yuko tumboni mwa mama yake tulijua huyu ni nabii wa Mungu. Kwa tulimuwahi akiwa mimba yake ina miezi 6. Kwa tukapandikiza uganga, kwa sababu mimi bibi yake ni mganga. Nilikuwa ninatafuta mrithi wa mikoba. Nikaona huyu atafaa. Nikajua siri kwamba waganga wengi sana wale original huwa ni watumishi wa Mungu. Chapi Yesu makofi. Ila kwa sababu mama zao hawakuuliza kama mke wa Manoa, hawakujua wamewabeba manabii. Shetani akageuza cha Mungu kikawa cha uharibifu. Haleluya.
nikamwombea yule mama akafunguka, lakini haikuwa nyepesi. Nikaendelea. Yule mama aliongea maneno niliogopa, akaniambia nimekuwa mpaka ndani nimekata tamaa. So kila kanisa nikienda nikikaa haizidi miezi mitatu, yule mchungaji ananifukuza, ananiambia wewe mchawi, ndio unaliroga kanisa, toka. Anasema na mimi hata chale sina. Nikienda kikundi cha wana maombi, wanasema huyu agent. Watu wawili watatu wanasema tumeonyeshwa mchawi ana kaniki, na mimi huwa ninajiota hivyo, sielewi mtumishi. Bwana asifiwe. Nini? Tangu tumboni hakujua ni nani akaharibu. Okay, tutoke huko tuje kwa habari ya Manoa. Manoa akauliza, lakini pointi ninayotaka nikufundishe hapa ni nini? Huyu ndiye muombaji huyu. Kwa nini huyu malaika anakuja mara mbili kwa huyu? Na Biblia inasema kila aombaye hupewa. Kwa nini asipewe huyu? Anarudiwa huyu. Halo. Sasa pana sababu kadha wa kadha. Sababu moja ni hii. Isaya 55 iandike mstari wa 8. Anasema njia zangu sio kama za kwenu. Kwa hiyo tunatakiwa kujua kumbe kuna njia za Mungu za kukutana na sisi rohoni. Mrudi mkae. Naeleweka eh? Sababu ya kwanza ya kupishana ni hii, ni kuto kuzijua njia za Mungu za kukutania naye au za kukutana naye. Tunaenda vizuri? Okay, nisikie vizuri. Sasa kwenye njia za Mungu moja, na hapa watu wengi na wasumbua. Mungu ijapo yuko kila mahali, lakini si kila mahali anapatikana kwa ajili yako. Yaani Mungu hata Marekani yupo. Mnanisikia? Na hii nimeiona shida sana. Majira ya Mungu anapotaka kukujilia, kukuletea, kuna watu huwa hawatambui aidha ni madhabahu ipi ambayo Mungu amewaunganisha nao kama mlango wa kukupokelea majibu. Na kwa sababu hiyo adui baadaye anamuhamisha, twende huku. Kama hapa pana mlima Horebu, twende mlima wa moto, twende mlima wa makomamanga, twende mlima wa baridi. Kwa unapelekwa huku, unatoka unaambiwa kwingine huku kuna upako wa udongo, unaenda. Na wanafululiza sana kuja kukwambia hem, twende na huku, twende na huku, twende na huku, twende na huku. Wale wanakutoa. Hiyo imewapa shida sana watu wengi kupokea majibu yao na muujiza wao, kutokuwa na utulivu wa mahali ambapo ndio atakutana na Mungu. Kwa sababu madhabahu ni mlango wa kiroho wa Mungu kukutana na watu. Na moja ambacho kitakujulisha ni kwamba mahali hapo ukifika, Mungu akikupeleka, ndani yako utasikia furaha, amani. Utaona kabisa Mungu yuko hapa, Mungu yuko hapa, hapa. Yaani ndani wewe kabisa utasikia hapa Mungu yupo. Wangapi wananielewa? Kwa usifanye vitu kwa kuridhisha watu. Fanya kitu kwa kusikia ndani. Amani ya Kristo ndio itakayokuongoza. Isaya 55 mstari wa 12 anasema nanyi mtaongozwa kwa amani. Halo, nimeeleweka hii point? Yaani ile
we vigango vyote vya kwako kwa wanakuja hawakuoni. Wapi umeenda? Kwa Mwakalindile. Tunaenda vizuri. Wapi umeenda? Kwa Mwasanga. Mimi ni Sanga, Mwasanga. Bwana asifiwe. Wapi umeenda? Kwa Mwasaka Fyuka. Jifunze sana unapoomba kumwambia Roho Mtakatifu, nahitaji na amani yako iniongoze, ili kujua ni wapi ambapo nitapokea muujiza wangu, kwa sababu madhabahu sio ili eneo nililosimama. Madhabahu ni mtumishi ambaye yuko mahali Mungu alikomweka. Pigia Yesu makofi. Haleluya. Muulize Ana aliyemzaa Samueli, ilimsumbua sana mpaka siku alipokutana na madhabahu yake ikampa majibu kwamba utakuwa mlevi hadi lini. Ile ndio ilibeba majibu yake. Madhabahu yake ilikuwa inaitwa Eli, mchungaji alikuwa anaitwa Eli. Kujifunze siku zote, haijalishi utaona vimekawia, as long ndani unasikia ile amani inakuongoza, ujue Mungu yuko na wewe hapo. Yeye hawai wala achelewi. Nimeeleweka? Nimeeleweka? Haleluya, haleluya. Hilo ni eneo muhimu sana, ni eneo muhimu sana. Kwa hiyo Manoa walikuwa wote shambani, lakini rohoni na yeye alikuwa na namna yake nyingine. Kwa hiyo wakapishana na Mungu. Ashukuriwe mke ambaye alisimama kwenye sehemu ambayo ndio Mungu alikusudia. Kwa hiyo mke akamuongoza katika usahihi wote. Chapie Bwana makofi. Bwana asifiwe. Haleluya, 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 haleluya. Sasa hiyo ni sababu moja. Sababu hiyo ni ya pili. Sababu ya kwanza nimesema ni moyo ambao unakuwa ndani haujakaa katika usafi. Moyo ambao shetani atahakikisha haupi utulivu. Labda nikupe siri nyingine. Viko viashiria vinavyoweza kukusaidia kuelewa muda wa kujiriwa. Vita inakuwa kubwa. Vita inaweza kuwa ina sehemu mbili. Kuna vita ya nje, lakini kuna vita ya ndani. Bwana asifiwe. Moja ya vita ambayo shetani atapambana na wewe sana ni kutokupa utulivu wa ndani. Wangapi wanaelewa hii sentence? Yaani ndani unakuwa na hali ya kutapatapa, ya mahangaiko, ya mahangaiko. Mahali pengine Biblia inaongea, inasema unapoenda kwenye maombi hakikisha unafunga mlango wa chumba cha ndani. Mimi nimeshawahi kwenda maombi faragha, nikaripia kabisa lile eneo kwenda kutafuta uso wa Mungu siku 3. Nakwambia nilirudi hata Mungu sijakutana naye. Yaani mule ndani nilikuta yanakuja mawazo, kuna madeni fulani nilikuwa nadaiwa, marejesho. Yaani unataka kuomba tu, zinakuja na ada za watoto. Unataka kuomba, unakumbuka na yule aliyekuwahi kukudhulumu, kukutukana. Yaani unaomba dakika 2, ghafla unahama, unajikuta umeenda hadi kijijini kwenu, ile shule uliowahi kusoma. Wangapi hiyo hali imewatokea? Yaani unashindwa, unajikuta baba ni rehemu, ghafla unahama. Yaani vinaletwa vitu ambavyo havipo katika mpangilio wa kiibada. Haleluya, haleluya. Kituo chako
na kiwe safi, nisije nikakuta kitu kisicho safi nikageuka na kukuacha. Kwa hiyo jifunze kuomba hivi. Weka mkono, sema Yesu. Hivi ndo napiga 2 kwa 1, yaani nafundisha na kuomba hivyo hivyo. Kwa kama umelala inapita. Sema ninaomba ile neema itakayonipa amani ya ndani na utulivu wa moyo na ustahimilivu wa moyo, katika jina la Yesu. Roho yangu haina nguvu, ninakusihi Roho Mtakatifu unipe roho ya uwezo kuutuliza moyo wangu, kuutuliza moyo wangu, kuutuliza moyo wangu. Haijalishi itakuja taarifa gani, isinipe kutoka katika milango yako. E moyo, sikia, kuanzia leo ninakuweka wakfu kwa Bwana ndani ya lango la mwezi wa 6, ili nisije nikapishana na wakati wa kujiriwa kwangu, katika jina la Yesu. Vizuri. Sababu nyingine ni hii, ni nguvu za giza na vifungo vya kiroho vinavyoweza kuwa vinakufuatilia. Ni nguvu za giza na vifungo vya kiroho vinavyoweza kuwa vinakufuatilia. Huwa ni vizuizi sana. Nguvu za kiroho za upande wa giza zina operate kwenye mifumo miwili. Andika hii point. Kuna nguvu za giza zinazoweza kuwa zinamuendesha au kumtawala mtu zikiwa ndani yake. Kuna nguvu za giza zinaweza kumuendesha mtu na kumtawala zikiwa ndani yake. Hizi huwa ni rahisi sana kuonekana au kudhihirika. Naeleweka neno kudhihirika, kumanifesti. Kama huyu mtu yuko kwenye ibada ambayo ina nguvu kubwa za Mungu, pepo zinaweza zikapiga kelele, huyu mtu anaweza akaanguka au akatapika au lolote. Sababu Biblia inasema watakuja kwa njia moja, watatawanyika kwa njia 7. Usiklaim kwamba pepo linatoka tu kwa kumwangusha mtu. Kuna muda niliwahi muombea mtu, niliona kitu cha ajabu sana. Kwenye deliverance nimejifunza vitu vingi sana. Niliona pepo linapotoka, yule mtu anatapika, haja ndogo inatoka, na huku haja kubwa inatoka. Bahati mbaya nilikuwa namhudumia nikiwa kwenye madhabahu ina kapeti kama hili. Kwa hiyo nibidi nisombe kile kinyesi, nianze kusafisha pale. Bahati nzuri na yule mme wake tulikuwa naye, nikamwambia naomba tusaidiane. Una amani na mimi nikikusaidia kumsafisha mama? Akaniambia na amani tu. Nyie ni kama madaktari, mbona wake zetu hospitali madaktari wanawatibu tu, wanawahudumia. Bwana asifiwe. Nikaomba nizichukue zile nguo nikazisuuze, na yule mtu alijisikia fedhea sana. Nikamwambia huwa wanaingia kwa njia moja, lakini kutoka njia 7. Kwa hii nayo ilikuwa ni njia ambao wametokea. Bwana asifiwe. Kabidi nifue. Ndio maana kuna vibeseni tunavyo, kwa sababu tumeandaa tukijua na njia hii wanaweza wakaitumia pia, ili wasituchafulie mazingira. Mpigie Bwana makofi. Kwa hiyo nguvu za giza zipo zinazoweza kuwa ndani ya mtu. Hizo ni rahisi sana kumanifesti. Lakini kuna nguvu za giza zinaweza kuwa nje ya mtu, juu yake. Kama vile Roho Mtakatifu anaweza kuwa ndani yetu, na roho huyo huyo anaweza kuwa juu ya mtu. Na pepo anaweza kuwa ndani, na pepo anaweza kuwa nje. Sasa nisikie, ile kwamba
hakuna udhihirisho wa nje, haina maana uko salama. So hizi nguvu za giza zinazoweza kuwa nje ya mtu huwa sio rahisi sana kuonekana kwenye mazingira ya kimaombi. So husikii yule mtu akipiga kelele wala akipiga miayo wala akianguka, ila yeye mwenyewe anajihisi kabisa kuna kitu hakiko sawa. Bwana asifiwe. Haleluya. Nimekutana hata na watumishi wa Mungu. Wiki hii tulipata nafasi kukutana na mtumishi mmoja, kwa heshima sitataja jina. Ana nafasi kubwa tu, ni kiongozi wa makanisa kadhaa. Lakini Mungu akatupa nafasi ya kwenda kwake. Ghafla tunaingia, mmoja ya watu nilioambatana nao akashtuka. Baadaye ananiambia, baba, mbona humu ndani tumeingia kama kwa mganga, naona tunguli 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 tunguli. Lakini ni kwa askofu. Na mimi ndani nimeingia, nikaipata picha. Swali nililomuuliza, nieleze, huko kwenu nani alikuwa chifu na nani alikuwa mganga? Akanieleza. Nikamwambia, unafanya huduma ya deliverance, lakini wewe mwenyewe ulikuwa bado unatembea na vifungo. Kwa ilikuwa ni rahisi sana shetani kukupiga. Kwa kapigwa figo zote mbili zimekufa, kapigwa kansa, pigwa madude mazito sana, lakini alikuwa na imani. Alafu baadaye imani ikatetereka. Tulivyokutana naye na kumhudumia, imani yake imerudi. Amenipigia simu ananiambia, nilikuwa silali siku zote. Alituonyesha kwamba ili apate angalau kurelax, alikuwa anapigwa sindano kwa ajili ya maumivu. Ananiambia, tangu ile siku mmeondoka, yule mtu wa sindano hajaja, sijamuita kwa sababu nalala. Bwana asifiwe. Okay, ni mtumishi wa Mungu, ana makanisa. Hizo nguvu anaombea, wengine wanafunguka. Yeye hata ukikemea huwezi kusikia hata pepo inalia, lakini amefungwa. Nguvu zilikuwa wapi? Nguvu hizo zilikuwa nje ya mwili wake. Kwa kila anapoomba na anapoombewa, si kwamba Mungu aleti uponyaji, lakini zile nguvu zinazuia. Ashukuriwe Bwana ambaye amenitia mafuta ili kutangaza majira na mwaka wa Bwana uliokubalika, ili kuwafungua waliofungwa, ili kuwaganga mioyo ambao wamevunjika mioyo, ili kutangaza habari njema kwa wale walio maskini wa hiyo habari. Ashukuriwe Bwana. Hizi nguvu za nje zinaweza zikakubana kwenye maeneo kadhaa. Andika, zinaweza zikakubana kwenye ndoa. Unaweza, kuna vitu ndani usianguke pepo, lakini kuna maisha fulani yakabanwa. Ndoa, aidha huyu mtu asioe au asiolewe, yani iwe sogea tuishi. Na hata akiolewa, hiyo ndoa isiwe na amani wala kusiwe na umoja. Ngojeni nikwambie, tangu mwanzo ndoa ni wito Mungu alivyoikusudia. Ndoa ni wito wa Mungu, na ndani ya ndoa huwa, ili ile ndoa iende sawa na Mungu anavyotaka, ni lazima hawa watu wawe kitu kimoja. Ndio maana anasema hamtakuwa wawili tena, bali mtakuwa. Maana yake kuna kuwa na umoja wa ndani, maelewano ya ndani. Anaposema ninakupa wa kufanana naye, mbona mimi mweusi mke wangu mweupe? Nimefanana na Grace. Babangu alikuwa mweusi, lakini angalia chombo chake kile kilikuwa white. Haleluya. Ila walivyoishi ulikuwa ukiwaona kuna vitu unajua hao wamefanana, tabia zao. Sasa ule ndio wito wa kiungu kwenye hiyo ndoa.
Kwa shetani atahakikisha hakuna maelewano. Ile nafasi ya mke katika heshima haipo, masikilizano haipo. Na ndoa ya namna hiyo, mara nyingi mafanikio yake huwa yanakuwa ni magumu, na mmoja anakuwa na maumivu, na shetani huwa anainua washauri wengi wa kumtazamisha mmoja namna nyingine, badala huyu mtu asimame na kuomba kwa mzigo. Mungu anataka kukomboa na hiyo. Sijui naongea na nani, lakini nasikia hapo kuna ndoa ya mtu Mungu anataka kuijiria. Sijui nani, nasikia anasema niko malangoni napisha, akinifungulia mlango naingia. Nasikia hicho. Simama tuombe.